Nyumba inayomilikiwa na Bwana Moranda iliyopo katika mtaa wa Kikwajuni wilaya Mjini Zanzibar imeteketea kwa moto uliosababishwa na hitilafu ya umeme Juni 21 majira ya saa 3 asubuhi. Moto huo uliosababisha kuungua kwa mali mbalimbali zilizokuwemo ndani ya nyumba hiyo kabla ya kikosi cha zimamoto na uokozi kufika na kudhibiti hali hiyo. Mkuu wa operesheni wa kikosi cha zimamoto na uokozi Haji Pandu Hamad amesema waliofanikiwa kuzima moto huo baada ya juhudi kubwa, na amesisitiza umuhimu wa wananchi kutoa taarifa mapema pindi majanga kama hayo yanapotokea ili kupunguza madhara. Kikosi cha zimamoto na uokozi kilipata taarifa mnamo majira ya saa 4:30 asubuhi inayoeleza kwamba maeneo ya Kikwajuni juu kuna nyumba inaunguza. Hatua tuliochukua ni kwamba tulitoa gari yetu ya bandarini kuja kuanza kupambana na tukio hilo. Baada ya kufika, tukio ni kweli lilikuwa ni kubwa sana. Hapo ndipo tukaongeza nguvu kutoka makao makuu ya zimamoto Kilimani ili kuweza kuhakikisha eneo hili liwe salama. Tunaeleza kwamba ni kweli linapotokea tatizo la kama hili, hata kama wataanza kujihudumia wenyewe, basi haraka sana wapige simu kikosi cha zimamoto na uokozi 114 wataipata hii huduma. Na inaonekana kwamba hapa ilipatikana delay ya kupiga simu kikosi cha zimamoto na uokozi, kwani sisi tupo karibu sana hapa na Kilimani, basi hili tatizo lisingekuwa kubwa kama hivi. Kwa upande wake mjumbe wa Sheha wa Shehia ya Kikwajuni Pili Ramadhan Fadhil amesema alipopokea taarifa kutoka kwa wananchi na kuchukua hatua ya haraka kwa kuwasiliana na vyombo husika. La moto ndivoliona mimi kwanza nilikuwa sipo, ni kama mjumbe nikapigiwa simu mpaka sasa hivi katika shehia yako jirani kuna moto unatokea. Kwa hivyo kubwa nikampigia mimi mwenzangu. Kumpigia mwenzangu naye akaniambia hayupo. Kwa hivyo nikatoka mimi nikaja zangu, kwa bahati kufika hapa nikaona tukio watu wanaanza kuzima moto. Nikauliza chanzo ni nini, nikaambiwa ni shoti ya umeme iliyotokea humo ndani. Shuhuda wa tukio hilo Mikidadi Ali anaelezea jinsi tukio lilivyotokea. Nimegongewa hodi ndani. Kuna mtu kanifuata mimi. Kutoka tu, yani sijazungumza naye, baada ya salamu naona kuna mwanamke anatoa ishara upande wa huku. Ananiambia kwamba kuna moto panaungua humo ndani, kuna moto humo ndani panaungua, lakini hakuna mtu ambaye alitoka kule akaja kuingia kwa sababu walikuwa ni wanawake wote. Mimi nikatoka mbio nikaingia ndani. Baada ya kuingia ndani namkuta yupo dada wa kazi anahangaika. Umeona? Akaniambia ishara, mtoto yuko ndani humo chumba hichi hapa. Mimi mbio kuingia ndani na kumchomoa mtoto na kumpatia yule dada. Na baada ya hapo mimi mbio kwenda kuwatafuta watu ili waje kusaidia hili tukio. Moto umeanzia upande wa mwisho kabisa kule jikoni. Mwisho kabisa kule ni kuna kama store hivi. Naye mpangaji wa nyumba hiyo Salima Hindu Haji ametoa shukrani zake kwa kikosi cha zimamoto na uokozi pamoja na wananchi waliotoa msaada hadi moto huo ulipodhibitiwa. Pigia simu akaniambia kwako kuna moshi na ndani mna watoto wamelala. Kwa hiyo dada akenda zake nyuma huku akaona switch ile imedata inatoa moto. Ukazimika umeme wote ndani, lakini ndio ule moto kawa ushanza, kulikuwa kuna nguo pale, kuna tenga la nguo chafu nini ndio zimeanza kushika vile, moto ndio kaendelea. Nashukuru majirani, alhamdulillah. Alhamdulillah, nashukuru kwa Mwenyezi Mungu majirani. Ukiishi na watu vizuri. Hizi ni ripoti za ASAM. Fatuma Bernard, ASAM Online TV.